Je, anayo furaha? Anatabasamu au amenuna? Kama amenuna, ujue ni madeni hayo, na ujue ni dhambi hajaungama mpaka sasa. Tunaandikwa tufurahi, tunaandikwa tutabasamu. Kwa nini inaitwa ni Dominika ya furaha? Kwa nini tunaandikwa tutabasamu? Kwa nini tunaandikwa tufurahi? Ndugu zangu, tukiwa Jumatano ya Majivu, tumeingia katika vita, tukifanya mazoezi ya Kwaresma, kufunga, kusali, kufanya matendo ya huruma, kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Tumekuwa tunafanya vitendo vya kiroho tukiwa katika mfungo wa Kwaresma siku 40. Tunaandikwa tufurahi kwa sababu mambo yote mazoezi yao tulikuwa tunayafanya katika kipindi hichi cha Kwaresma tunayoendelea nayo, basi hapo ndio tumefikia kilele. Lakini ndugu yangu, tunaandikwa pia tufurahi kwa sababu Pasaka ya kawaida ya kila mwaka, sherehe ya Pasaka, sherehe ya ukombozi wetu ipo karibuni. Lakini tunaandikwa tufurahi kwa sababu Pasaka ile ya umilele ipo pia karibu. Ni kama vile mama mjamzito ambaye siku zake za kujifungua zinakaribia, japokuwa uchungu unazidi, lakini furaha na matumaini ni makubwa. Ni mtu ambaye alienda shambani kulima, akaotesha mbegu zake, sasa yuko karibuni kuvuna. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa tufurahi kwa sababu Pasaka iko karibu. Leo ni Dominika Letare, Dominika ya furaha, Dominika ya furaha. Mavazi yanabadilika. Tazama, vazi langu ni vazi la rangi ya pinki, ni mchanganyiko wa zambarau iliyokolea na rangi nyeupe kabisa. Maana yake ni kwamba furaha iko karibuni, ukombozi wetu uko karibu kuliko wakati ule tulipoanza kipindi cha Kwaresma. Ni ishara ya matumaini, ishara ya furaha. Ndugu zangu, katika siku hii tunaalikwa tuwe watu wa matumaini, na matumaini hayo katika Kristo mfufuka ndiyo yanayotupa furaha ya ndani. Na leo katika misa hii ya kwanza tumefanya takaso la pili kwa maandalio kwa wale ambao watabatizwa katika mkesha ule wa Pasaka. Ndugu zangu waheshimiwa na wapendwa sana, tumesikia masomo yetu. Somo la kwanza limetoka kitabu cha Samueli. Tumemsikia Samueli anaenda kwenye familia ya Yese. Mawimbo mashuhuri mara zote tunawimba, nimemkuta Daudi, nimemkuta Daudi, tumishi wako tena, nikampaka mafuta,
lakini alipokuja Mwenyezi Mungu alimwambia Samueli, sikumchagua huyu. Vivyo hivyo na mwana wa pili, wa tatu, wa nne, hadi walipofika 7. Baadaye Samueli anamuuliza, vipi Yese, watoto wako ni hawa? Yese anajibu, kuna ambaye yuko mdogo wao yuko anachunga. Bado Yese ana imani na Daudi. Daudi alidharaulika sana, alionekana kama hawezi akastahili kuwa mfalme kutokana na udhaifu wake na nafasi aliyokuwa nayo kwenye familia na kwenye jamii. Lakini Mwenyezi Mungu anatushangaza, Daudi anapoletwa, huyo ndiye anayekuwa mteule wa Mwenyezi Mungu. Hili linaendelea kutukumbusha na kutuambia kwamba, ndugu zangu, njia za Mwenyezi Mungu kamwe si njia za wanadamu. Na ndio maana katika Dominika ya leo tunaalikwa tuwe Mwenyezi Mungu afungue macho ya mioyo yetu tuweze kutambua mapenzi yake na sio tufikiri kama tunavyofikiri sisi. Ndio ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo, ambapo Dominika iliyopita tuliwekewa mbele yetu kama Yesu Kristo maji ya uzima. Leo hii tunaikiwa mbele yetu kama Yesu Kristo nuru ya ulimwengu. Anatuangazia yale yaliyofichika, yale ambayo kwa akili yetu, kwa mawazo yetu hatuwezi hata mara moja wala kamwe kuyaona. Angalia, anapokuja Daudi, basi Mwenyezi Mungu anamwamuru Samueli amtie mafuta, anampaka mafuta na kumtawaza kuwa mfalme, kuwa mteule wa Mwenyezi Mungu. Na kuanzia saa ile ile Roho wa Bwana anamshukia Daudi. Daudi anakuwa na nguvu ya kipekee, na ndani mwake anaendelea kufanyika mtu mwenye kuwa na unyofu, mtu mwenye kuwa na utii kwa Mwenyezi Mungu, mtu mwenye nguvu ya ajabu, mpakwa mafuta wa Bwana. Hii inatufundisha nini, ndugu zangu? Mwenyezi Mungu anapotuteua kwa kazi yake, anatupa pia nguvu za kumtumikia. Mwenyezi Mungu anapokupa msalaba, anakupa pia na mabega ya kubeba, kama usikate tamaa. Angalia Daudi katika udhaifu wake, katika unyonge wake, Mwenyezi Mungu anamuinua. Mwenyezi Mungu anadhihirika kwa Daudi. Na wewe baba, wewe mama, wewe kaka, katika yote unayopitia, katika unyonge wako, katika mahangaiko yako, katika matatizo yako, katika ugonjwa wako, Mwenyezi Mungu anakwenda kudhihirika katika haya. Cha muhimu tu wewe uendelee kudumu kuwa mwaminifu kwake na kumsikiliza na kuomba afungue macho ya mioyo yako ili uweze kuona neema zake na kushirikiana naye. Hilo ndilo linalotokea katika somo letu la Injili. Kipofu huyu anaponywa kwa kutumia udongo. Yesu anatema mate, anatengeneza toka na kupaka machoni. Udongo ambao ni dhaifu, lakini unatumika kufungua macho haya. Yesu anaomba upya macho ya huyu kipofu. Lakini kabla hajaponya kipofu huyu, wanafunzi wake walimuuliza Yesu, je, huyu yuko hivi kwa sababu ya dhambi zake au dhambi za ndugu zake au za wazazi wake? Mwenyezi Mungu akamwambia, la hasha, huyu yuko hivi ili kazi ya Mwenyezi Mungu, ili upendo wa Mwenyezi Mungu upate kudhihirika katika yeye. Na wewe ndugu yangu, wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe mtoto unayenisikiliza, yawezekana wewe naye unapitia yako hivyo, ili Mwenyezi Mungu ajipatie utukufu katika maisha yako, ili Mwenyezi Mungu ajidhihirishe kwa watu wengine kupitia wewe utakapokuwa umeokolewa. Yawezekana umekaa muda mrefu hujapata kazi. Yawezekana Mwenyezi Mungu amekuandalia zawadi nono, lakini kwa sababu tunakosa imani naye tunatangatanga huku na huku, basi tunapitwa wakati wote na gari la mishahara. Tuombe neema Mwenyezi Mungu tusaidie tuweze kuvumilia mahangaiko na mateso tunayopitia, na tuyaunganishe na fumbo la msalaba, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ili mahangaiko hayo, ili taabu hizo, ili machozi hayo, ili matatizo hayo, ili magonjwa hayo, ili mahangaiko hayo yote yaweze kupata maana kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tunaona kipofu huyu anaponywa. Haponywi tu upofu wa macho ya nyama, bali anaponywa pia na upofu wa kiroho. Angalia, mwanzoni alimuona kwamba yule mtu aliyekuwa anaitwa Yesu, baadaye
Yawezekana umekaa miaka mingi, Mwenyezi Mungu amekujalia neema na baraka mbalimbali, lakini bado kama ugonjwa, ukipata shida kadogo kwa waganga. Yawezekana hivi ukiwa unatamani kupata watoto, misali sana, umepata watoto wamekuwa wakubwa, wanaopata matatizo, hata umrudie tena Kristo. Na kati ulimwomba yeye baraka, tumekuwa vipofu, hatuoni neema na baraka za Mwenyezi Mungu anazotujalia katika maisha yetu. Tumekuwa tunatangatanga huku na kule, tukakosa imani kwa Mwenyezi Mungu. Katika Dominika hii tunaomba Mwenyezi Mungu atuguse, afungue macho ya mioyo yetu, tuweze kuona, tuweze kugusa katika Ekaristi Takatifu tunapompokea na yakae ndani yetu. Afungue masikio ya mioyo yetu, tuweze kusikia tunaposikia neno lake, lakini atuponye katika hali ya kuabudu, ili tuweze kutangaza, kudhihirisha kwa watu wengine, kama huyu kipofu anaposimama pasipo kuogopa, anasema Bwana, kama yule yeye ana dhambi ya Ibilisi, nachojua ni kwamba ameniponya na mimi namtambua kama ni nabii. Angalia wazazi wake huyu kipofu waliogopa kukiri waziwazi kwamba ni Yesu ameponya, kwa sababu waliogopa kutenda. Sisi Mwenyezi Mungu anatutendea mambo. Je, tuko tayari kuyatangaza kwa wengine? Ndugu zangu, tunapomwomba Mwenyezi Mungu atuponye upofu wa mioyo yetu, tutambue kwamba katika hali yetu ya kibinadamu yapo mengi ambayo yanaweza yakafichika, ambayo kutokana na udhaifu wetu wa kuyaona. Kulikuwa na baba mmoja na mama mmoja walipendana sana, na baada ya kufunga ndoa walijenga nyumba yao nzuri, na wakasema watazaa mtoto baada ya miaka miwili baadaye. Huyu baba alikuwa anafanya kazi benki ya NBC na mama alikuwa ni mkuu wa shule. Walipendana sana na walikuwa na maisha mazuri. Kutokana na kazi zao hizi ziliwataka kila siku asubuhi na mapema wawahi kazini. Kutokana na hilo, kazi zao za nyumbani zililala. Wakati mwingine hata walishindwa kufanya usafi katika mazingira yao, hata kujiandalia chakula kwa wakati, wakawa wanaishia kula gengeni mara kwa mara. Siku moja wakaketi kikao cha familia, baba na mama, wakapata shauri, wakasema na tutafute mfanyakazi wa kike atakayekuwa anatushika mkono na kutusaidia katika shughuli zetu za nyumbani. Walipiga simu huko kanda ya Ziwa, wakaletewa mwanadada mzuri sana, mchapa kazi. Maana yule aliandaliwa chumba kilichokuwa cha store. Walibadilisha store yao, wakapiga rangi chumba kile kikawa vizuri, wakaweka kitanda na kabati, akakabidhiwa mfanyakazi yule wa ndani awe anaishi ndani. Baada ya kuwa amewasili wiki 3 baadaye, ameshazoea mazingira na kazi zake za kawaida, ikawa sasa imefikia wakati wa kuongezea majukumu. Ilikuwa ni asubuhi moja, wakamwita dada yule kumwambia, sasa njoo chumbani kwetu. Akaenda. Chumba cha baba na mama kilikuwa ni chumba kikubwa sana. Chumba kikubwa kina kitanda kikubwa cha sofa, kina meza kubwa, alafu pembeni kulikuwa kuna ile la kuongea ile kubwa hiyo. Inaitwaje vijana? Ile la kuongelea kama ni karai hilo hilo. Ilikuwa hapo, kulikuwa na kioo kikubwa. Chumba kilikuwa kikubwa na kitanda kikaa ukutani kama vinavyokaa vitanda vyetu, kilikaa katikati ya chumba. Hapo pale ukutani palikuwa na AC kubwa. Kwa hiyo chumba kilikuwa ni cha ubaridi. Wakamwambia yule dada, utakuwa unakifanyia hiki chumba usafi kila siku asubuhi, tunapokuwa tunaenda kazini, tutakuwa tunakiacha wazi, tutakuwa tunakifanyia usafi. Ndugu zangu, dada yule alipoingia pale ndani alishtuka sana, akasema lo, kumbe kuna watu wanalala sehemu nzuri namna hii. Alishangaa kwanza na kale kwa ubaridi na mazingira yalikuwa yanavutia, kitanda kimewekwa sofa kila mahali, nyumba taili zinang'aa. Akasema hivi na mimi mpaka nivi nitawahi lala sehemu nzuri namna hii. Akatamani sana hata japo kabla hajafa apate nafasi walau mara moja kulala katika kitanda kizuri namna ile. Basi atoka kesho yake asubuhi, kama nilivyowaambia, walimwachia ufunguo, kumwambia afanye chumba safi. Kufika saa 4 hivi kasoro, alichukua dekio na maji yake na vifaa vyote
ameingia pale, anafurahia AC, anafurahia mazingira, huku na mziki mdogo kwa mbali unaendelea kusikiliza kwa mbali, anafanya usafi wake kwa utulivu. Alifanya usafi kwa bidii, akamaliza, akatandika kitanda kwa mashuka mazuri na blanketi akaweka. Ile alipokuwa akaondoka akasema, walao nilale hapo dakika 5 ili hamu ya moyo wangu itimie, kwa sababu ndugu zangu wanakuja kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Kwa hiyo sasa hivi ni saa 4 kamili, saa 4:30 hivi inaelekea. Nikilala hapa mpaka saa 5 nitaamka kufanya shughuli zangu na nitakuwa nimetimiza ndoto yangu. Akaweka vitu vyake store, akarudi, akaweka simu yake silence katika hali ya ukimya, hata mtu asimsumbue. Akajifunika vizuri, AC akaweka mpaka mwisho, akawa anakula kiyoyozi na anakuwa na usingizi mzuri. Dakika 5 baadaye dada yule alipata usingizi mzito sana. Yule alikuwa kuna AC na pale panakutia, alilala usingizi mzito ambao hakuwahi kulala wala hakuwahi kusikia. Mwenyezi Mungu si Athumani. Mwenyezi Mungu si mzee Tarimo, Mwenyezi Mungu si mzee Shirimo. Mungu anabaki kuwa ni Mwenyezi Mungu. Basi dada yule alilala pale, saa 5 ikafika, saa 6, saa 7, saa 8 ashtuki. Kumbukeni yuko peke yake nyumbani na asubuhi amekunywa chai nzito, kwa usingizi ni mzito pia. Ndugu zangu, imefika saa 10. Siku hiyo ikawa mtu wa kwanza kurudi kutoka kazini ni baba. Baba alirudi kutoka kazini mapema. Alipokuja anapiga hodi, hamna anayeitika. Basi moja kwa moja akaenda vitu vyake, akaingia chumba chake. Ndio dada alipojifunika, alifunika kubi mpaka huku, akaacha nywele zake kidogo kwa mbali namna hii. Kwa alijifunika hivi kabisa, nywele ndio zilionekana. Baba akasikia mtu anakoroma usingizi mzito. Akasema, ni nani huyu? Mke wangu amekuwa mpepo. Akasema, mke wangu atakuwa amechoka sana na wala nisimguse. Mwache alale apate usingizi. Najua wengine watafikiria kitu kingine hapa. Sasa huko alilala. Mwache amelala pale, akasema nisimguse wala nisiguse blanketi asije akaharibu usingizi wake. Akachukua blanketi nyingine, akalala pembeni mwa bedi, kilikuwa kikubwa sana, cha 8x8. Akalala pale akajifunika. Akasema, ngoja na mimi nipumzike kidogo, nitakapoamka nami nione. Akamwacha dada amelala pale, akajifunika vizuri na akalala pembeni kwa usingizi. Baada ya dakika 5 nimeshaambia na Mungu sio mzee Tarimo, akaingia kwenye usingizi mzito. Saa 11, saa 12 watu wanakuwa. Saa 12:30 imefika, mke anarudi kazini amechoka. Anafika nyumbani anakuta mume amesharudi mapema kupata gari lake pale. Anaita dada wa kazi aje ampokee, amuone alipo. Anamwita mume wake aone alipo. Basi akasema, ngoja niende nyumbani nikajiandae chapu, nije jikoni nipike, maana sioni dalili za kupikwa hapa nyumbani. Anapoingia chumbani, ndugu zangu, anafungua mlango ulikuwa umerudishiwa. Anafungua hivi, anamkuta mume wake na yule dada wamelala tena fofofo. Akaangalia macho yake na hii kama ya hapo. Nachokiona au naona. Akajifinya namna hii. Akatoka tena nje kidogo, akaja akaangalia. Kweli anachokiona, akakuta anachokiona ni kweli. Mama yule aliumia sana. Alitoka nje akachukua nguo na ifanye, akatafuta panga moja ile linalofaa. Akaja pale mlangoni akapiga pamba, wakashtuka wote. Dada akashtuka, baba akashtuka. Kila mmoja anamshtuka. Baba anashtuka. Mbona mke wangu namuona kule mlangoni? Huyu ni nani? Dada anashtuka, sasa hivi ni saa ngapi? Mbona baba amelala hapa? Mbona mama yuko kule? Niko wapi? Mama anawashangaa, imekuwaje mume wangu umerudi mapema ukanifanyia vituko vikubwa namna hii? Katika hii kesi tukienda mahakamani, yeye ndio vijana, yeye ni watu wazima hivi sana, bado mambo mfano huu. Nani atashinda hii kesi? Nani anayejua ukweli? Hii ndio anaja ataiokoa. Nani ataiokoa hivyo? Hamna yote anayeona ukweli, mama
upofu. Tunafikiri tunaona, kumbe hatuoni. Tunafikiri tunajua, kumbe hatujui. Ndio maana sala yangu, sala yenu siku ya leo, naomba Mwenyezi Mungu aguse macho ya mioyo yetu, tuweze kuona kama Mungu anavyoona, ili tusiwalaumu wengine, tusiwanyoshewa wengine kidole. Na mara zote tukiona kama Mwenyezi Mungu anavyoona, tutaona madhara ya dhambi, tutasikia dhambi, tutaona na kusikia maonyo tunayopewa, na tutakubali kuongoka na kuanza maisha mapya pasipo kujiuliza maswali. Yamkini wakati mwingine tukijiuliza maswali tunataka tupate majibu kama huyu mama. Wakati pia tunategemea neema ya Mwenyezi Mungu na unyenyekevu wetu na utii, nukta, sio ujuaji wetu wala mawazo yetu ya kibinadamu. Wako watu wengi hapa wanazikana nyinyi maajiri, ukitaka kutafuta wafanyakazi unaangalia labda kigezo cha uzoefu, kigezo cha shule na kadhalika. Ili ningekushauri sana kwanza, vijana wanatafuta wachumba, kigezo chako cha kuangalia mchumba huyu ni mzuri au huyu ni mbaya, huyu ananifaa au huyu hanifaidi kitu. Je, unaangalia kwa macho ya kibinadamu au macho ya Mungu? Ukiangalia kwa macho ya kibinadamu, kama yule mama utaishia kuachana na mume wako, kumbe huyo ndio mume sahihi. Sababu kilichomsukuma yule baba alale pale ni upendo tu. Au ndio kimemsukuma nasema nisimguse kwa upendo. Lakini yule dada naye pia anatamani pia anajua talaka mmoja sio salaki. Hata mimi na wewe mara ngapi tumeanguka kwa kujua kwa sababu. Kwa Mwenyezi Mungu atuguse, tuweze kuona, tusiwe kama wale Mafarisayo ambao walikuwa wanaangalia lakini hawaoni, wanatazama hivi lakini hawaoni, na wakaishia kuokolewa. Ndugu zangu, yule kipofu alipopakwa matope alipewa wajibu, alitumwa nenda kanawe katika birika la Siloamu. Mwenyezi Mungu anapotuokoa anatupa na sisi wajibu wa kutimiza pia. Safari ya ukombozi ni mchakato. Tema mate kuchanganya tope mpaka mtupu. Ukombozi sio lele mama. Na hapa tunaalikwa kuchapa kazi ili tuweze kuwa na furaha kweli. Tuwe watu tunaowajibika. Huyu baba, huyu kipofu asingeenda Siloamu angepona. Na wewe pia unaalikwa leo sasa, nenda kanawe katika birika la Siloamu. Ikiwa mdogo ilikuwa tunaamshwa mapema saa 11 alfajiri, twende tukateke maji, tufanye usafi wa nje, damu na kamwe na chai ili tuwahi shule. Na zamani kama sijakosea kuna baridi sana. Tofauti na sasa hivi. Kila siku asubuhi ilikuwa ni kama kilikuwa kinanyesha. Kila siku mama alikuwa anatuamsha kila saa 11. Inapokuwa saa 11 asubuhi imefika, baba naye anafungulia redio kwa sauti kubwa. Na kama sijakosea ni redio wani, kulikuwa kuna wimbo mzuri. Kila siku wimbo ulikuwa unaimba namna hii. Mbinguni adui mkubwa, jinsi wa taarifa, kwani ndicho kiini hasa sababisha chuja. Sasa wewe ndugu yangu wewe kumekucha, matajembe na panga uende shamba. Sasa wewe karani kumekucha, kwani hizi ndizo sasa kwenda kazi. Nakuja kwetu. Sasa wewe mwanangu wewe kumekucha, kwani hizi ndizo sasa kwenda shule. Umejibu ndio adui wa maendeleo, jiepushe na upepo, tujenge taifa. Sasa kwa hiyo ukiamka umechoka, ukisikia na wewe yuko tena unakuchanganya na kasirika. Maana kila siku Jumapili ilikuwa ni misa. Jumapili ilikuwa nafukulia misa na Jumapili. Lakini kwa Jumatatu kwa Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Kwa hiyo tumeamka na usingizi na mnadi. Basi
kuadilika. Leo tunaandikwa tuweze kuwa na furaha. Ndugu zangu, huwezi kuwa na furaha ya kweli kama ni mvivu. Mvivu kwa mambo gani? Mvivu kwa mambo yanayohusu Mwenyezi Mungu na mambo yanayohusu ulimwengu, yanayohusu masuala ya kiroho na masuala ya kimwili. Haya, wewe hapo watu ambao wanajidai wao karibu na Mwenyezi Mungu, Jumatatu mkongamano wa Arusha, Jumanne huko maombi da, Alhamisi huko kufunga, Ijumaa unafanya siku gani? Hizo pesa unapata kwa sababu kila siku ni maombi tu, Jumatatu mpaka Jumatatu. Kile kwa nyumbani kwako madeni yanafika mpaka mlangoni hivi. Wewe kila siku unakuzalia. Fanya sana. Ukisikia ukanyage mafuta huko, maombezi huko. Sasa mtu kama huyo ukimpa milioni 2 anapona. Au mwite na wale maombi yake. Vipi kufanya kazi? Ni kweli tunaandikwa kuwa watu wa sala, lakini hicho kigezo cha kufanya sisi tuache wajibu wetu wa kuadilika. Haya, unakuja kanisani unafanya kazi, utapata hata kutolea Mwenyezi Mungu sana. Utapata hata sadaka moja fanya kazi. Fanye kazi kwa bidii, kila mmoja afanye kazi kwa bidii, lakini katika kazi hizo tutangulize Mungu mbele ili tuweze kuwa na furaha ya kweli katika maisha yetu. Mambo yote yanaenda kwa pamoja. Sala na kazi. Kwa maana kuna msimu huu kipindi hichi cha Kwaresma tunataka kwa kusali, tufunge, tusome neno la Mungu na kutafakari, alafu matendo ya huruma. Sasa matendo ya huruma kusaidia maskini, utasaidiaje kama unataka kufanya kazi? Utasaidiaje maskini? Mahitaji utawasaidiaje? Ombe neema Mwenyezi Mungu itusaidie tuwe watu wa kuwajibika. Tutoke sasa tuwajibike. Lakini katika yote hayo, katika somo la pili tumepata mwaliko wa kuishi katika mwanga wa Kristo. Sisi ni wana wa nuru, tumeshabatizwa, basi tuishi kweli kama wana wa nuru, na nuru hiyo ituangazie, ituponye upofu wa mioyo yetu, tuweze kuona wajibu wetu na kutimiza, tuweze kuona neema na baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na kuanza safari mpya ya maisha, tuwe watu wa faida wala sio watu wa hasara, watu wa matumaini tunaoishi ndani ya nuru ya Kristo. Wenye masikio ya kusikia, wenye moyo wa kuamini, wenye nguvu za kutenda. Msifu Yesu Kristo.